jua la haki, tunamaanisha kitu gani katika maisha yetu ya kawaida? Ni kisa cha mama mmoja, ushuhuda wa mama mmoja. Alifanya kazi kwa mikono yake kwa bidii. Walianza biashara na mume wake katika mazingira ya umaskini mkubwa, na kwa muda mrefu sana wakajikusanya na kuwekeza, na ikatokea kama huyu mama ni mchacharikaji, fanya biashara moja katika nchi za Afrika ya Kaskazini. Na miongoni mwa mambo aliyofanya ni pamoja na matendo ya huruma. Kama unavyofahamu, sisi wa Afrika wakati mwingine tunasaidiana kulingana na mahali ambako tunatokea. Familia, tuna watu ambao wanatutegemea. Kwa hiyo wakati mwingine unatukuta tunabebana na mizigo mbalimbali. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee, nasema siku hizi sitamki tena nchi. Najua naweza ukafunguliwa mashtaka ukaambiwa umeharibu taswira ya nchi ya watu. Kwa hiyo ukisikia nimesema nchi mojawapo ya Kiafrika, ni nchi mojawapo ya Kiafrika. Umaarufu nao una shida yake. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Zamani nilikuwa naropokaga tu, mwisho akaniambia acha kuropoka. Sasa katika nchi hizo za Kiafrika nchi mojawapo, huyo mama akawekeza, akafanya kazi nzuri, lakini akaenda nyumbani akakuta kuna dada yake ana mtoto ambaye ana akili, lakini ameshindwa na amekosa ada. Kwa namna alivyo na moyo wa huruma, na haya ni maisha ya kawaida ya Kiafrika, akamchukua mtoto wa dada yake, kaja akamsomesha kuanzia masomo ya sekondari mpaka masters degree. Wakati anamaliza masters degree, alipomaliza akaanza mahusiano na baba yake mdogo, mume wa yule mama ambaye ameenda kumchukua kutoka kijijini. Amemsomesha pia. Nataka kuzungumza juu ya jua la haki. Kwa hiyo mama akanyanyasika, wakamtengenezea kashfa kwamba ni mchawi na nini. Kwa hiyo mwisho akafukuzwa kwa yule baba, na yule baba ambaye ni baba mdogo wa yule binti akamuoa yule binti, wakaishi naye. Akaacha maduka, akaacha manyumba, akaacha kila kitu, akaenda akapangisha nyumba moja, room moja na watoto wake wawili wa kiume. Akatenganisha room uswahilini, room akatenganisha na mashuka. Wakawa wanakaa hapo kwa tabu, kwa dhiki, kwa shida. Lakini mtoto wake akasoma kwa neema ya Mungu, akafaulu sana katika shule aliyokuwa anasoma. Wakiwa kwenye maisha hayo magumu, hawajui wanakula nini, hawajui, hawana future. Wakati baba na binti aliyeokotwa huko kijijini akaletwa mjini, akasomeshwa, ameiteka familia na kuharibu familia. Nasema no peace, no justice, no peace. Hakuna haki, hakuna amani. Nataka kuzungumza juu hawa watu wanaenda kanisani, wanaweza kuwa wanaabudu, wanaenda kanisani, kwa sababu ndio hilo nilosema, unaweza ukaadhimisha neema sana ya kwamba ni neema tu, ni neema tu, lakini neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Kristo. Neema haipo bila kweli. Neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Kristo. Mabibi na mabwana, mwisho yule mtoto bahati nzuri akafaulu, akachaguliwa na university mojawapo London, akaenda akasoma mpaka masters. Baadaye akafaulu sana, kwa hiyo nchi za Ulaya zikamng'ang'ania, akapata uraia. Baadaye akamchukua mama kutoka huku, akapata uraia wa watu watatu. Kwa hiyo akamchukua mama na ndugu yake, wakaenda. Yule mama alipofika Ulaya ni kichwa, akaanza kufanya biashara. Leo ni mwekezaji mkubwa sana wa masuala ya decoration na furniture, na amewekeza katika nchi za Ulaya na Marekani, na familia inakaa huko Ulaya. Huku kwa binti wa masters na babu wametiana ngeu, wamemwagiana maji ya moto, wameharibiana kila mmoja. Mitaji imeisha, biashara zimeisha, wameuza kila kitu walichokuwa nacho. Maisha ya tabu. Mwisho yule baba akapata kansa, mara figo zikafeli. Kabidi yule mama amhudumie yule baba, na yule mama au wa masters degree naye akaishia kwingine, na familia ikasambaratikia hapo.
kwa maana hapana haki, hapana amani, jua la haki. Yule baba baadaye alifariki, lakini yule mama mpaka kesho ninavyozungumza hapa, yeye ni mkazi wa Ulaya na Marekani, anafanya biashara, yuko na watoto wake na familia yake. Watoto wake wavulana washakuwa wakubwa, wameoa, ana amani. Biblia inasema hivi, bali ninyi wale wamchao Bwana, mnaoabudu katika roho na kweli, jua la haki litawazukia. The sun of righteousness. Oh my God, ungempigia Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Bali ninyi mumchao Bwana, jua la haki litawazukia. Na mimi najua kuna watu ambao mmeonewa, kuna watu ambao mmedhulumiwa. Hii ni kwa resma ya kwako, jua la haki litakuzukia.